معرضون ينظر متفوضين. نعم. المهم نحن كنا نشرح ماذا الكلمة التي ألقاها أخوكم حسين. أخوكم فلا شك هو تكلم عن ماذا؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعرفون أن ذكر الله تبارك وتعالى من أهم الأشياء كما رأينا. لماذا؟ لأن عندما كان يلقي كلامه هو بدأ بماذا؟ بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أهمية ماذا؟ على أهمية الذكر. ماذا قال؟ فقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. انظروا هذا الكلام، كلام جميل جدا، ولذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ولكنهم ثقيلتان في ماذا؟ في ميزاننا يوم القيامة، ثم حبيبتان إلى الرحمن. ما هذا الكلام؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فلا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو لا يخطأ ولا يكذب. انظروا عندما قال خفيفتان، مثلا الإنسان عندما يتعلم هذا الكلام كم يقضي من الوقت؟ ولا شك ممكن نصف ساعة فقط أو 10 دقائق، فيكون قد فهم هذا الكلام بكل ماذا؟ بكل وضوح وبكل السهولة. ولذلك نقول يعني هذا الكلام كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففيه فائدة عظيمة جدا. لكن بعد ذلك ماذا قال أخوكم حسين؟ ماذا قال؟ فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر هذا الذاكرين الله بمعنى ndugu zanguni katika imani, kama mlivyoona baadhi ya clips hii, hawa ni turabu ilmu wanaopatikana katika mkoa wa Kigoma, lakini lengo la kuchukua video hii ni maombi ya vitu ambavyo vinahitajika katika maeneo haya. Kama mnavyoona, hawa ni wanafunzi, lakini mimi si msemaji mkubwa sana, kwa sababu yupo mhusika, yani ustaz ambaye atazungumza nini kitu ambacho anakihitajia katika sehemu yake hii au katika manzila hii ambayo yupo katika kupambania watu kwa ajili ya Allah, baadaye waweze kuifanya jamii iwe ni wenye kuelimika. Inshallah, naomba tumsikilize ustazi ambapo anaweza kuzungumza kitu gani kinaendelea. Naam. بعد المغفرة ماذا يأتي؟ بعد المغفرة فهو يأتي ماذا؟ الأجر، وأجر العظيم بمعنى أجر العظيم بمعنى ماذا؟ الجنة. جزاكم الله خيرا بحسن استماعكم بهذا الكلام. نعم. naomba tumsikilize ustazi kitu gani anahitajia kutokana na maeneo yake haya inshallah. Naam. Jazakum Allah khaira ndugu zangu. Jambo ambalo tulikuwa tunahitajia, la kwanza, mahitajio bila shaka ni mengi. Mahitajio ni mengi, lakini katika mambo ambayo tulikuwa tunahitajia, jambo la kwanza kabisa ni swala la kisima. Kisima kwa hapa kwetu ni muhimu sana. Kama mnavyoona wanafunzi wetu ni wengi sana. Yani wanafunzi hawa ni wanafunzi ambao hawapungui 200. Kwa hiyo unakutana wanatabika sana kwa upande wa maji, hasa katika vyoo. Unakutana maji hatuna hapa. Sasa vyoo inakuwa ni tabu. Jambo hili linaweza likatupelekea hata kufungwa madrasa yetu, ambapo ukiangalia wanafunzi wengi walikuwa wanakuja wanafaidika. Na hili swala ni swala ambalo tumejitahidi sana kuomba visima mbalimbali, lakini bado tumekwama. Kwa kama kuna mtu atatusaidia kuhusiana na hili, atakuwa yani amechangia mchango mkubwa, na bila shaka itakuwa ni sadakati yake, sadakatu jaria. Jazakumullahu khairan. Na mambo mengine kama kujitolea katika kuwasaidia wanafunzi, lakini pia kuwasaidia walimu
hususan unaweza kukutana hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukakuta kwamba masala ya iftari yanakuwa yanataabisha, kwa sababu katika swala ambalo tuliliangalia sisi kwa upande wetu sisi tuliangalia kwamba kuna umuhimu watoto wao wanasoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bi maana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sisi hatufungi, kwa sababu ndio mwezi alladhi unzila fihi alquran, mwezi ambao ndani yake imeteremka Qur'an. Kwa hiyo tukasema labda katika zile masiku ya mwisho kabisa ndio tunaweza tukafunga, lakini kawaida yetu sisi waga tufungi. Kwa hiyo unakutana kuna tabu mbalimbali za njaa, na kama mtu atajitolea kuwa anawafuturisha watoto au Waislamu hapo kwa ujumla, basi itakuwa ni kheri kubwa sana. Jazakumullah khaira, jazaa wa barakallahu fikum. Naomba nikuulize swali moja kwanza. Naomba uelezee hili jengo. Kulielezea hili jengo lina historia kubwa. Ni mahsusi hili jengo, ndio darasa lenyewe. Lina historia kubwa, lakini kwa ufupi tunapoliona hili jengo lina madarasa 3 na ofisi moja, lakini ukiangalia halina milango wala halina madirisha. Lakini pia jengo hili pia halijafanywa usafi wa aina yoyote, bali tuliweka tu simenti na vile vile kuangalia bao hizi sabura za kuandikia, lakini pamoja na hivyo unakutana sabura hata hazijawekewa rangi. Kwa hiyo pia kama kuna mtu muhsani wa kujitolea kuweza kutusafishia hili jengo, itakuwa ni kheri kubwa sana. Kwa hiyo ndio historia yake kwa ufupi, lakini historia yake ni ndefu kulijenga ili waumini walitaabika michango mbalimbali mpaka kulifikisha hapa. Kwa hiyo hapa ndipo walipokwamia. Jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Sheikh Hashim, عندك القلم